Unahisi kwamba katika haya machafuko kuna Watanzania nao wapo wanajihusisha na katika yani kufanya haya machafuko? Kwa sasa hivi mpaka dakika hii hakuna Mtanzania yote anajihusisha katika haya machafuko. Haya machafuko kama ninavyokuambia yanafanywa na kabila moja tu la Wazulu, sababu wameanzia debeni. Kwa sababu ukiangalia kama watu wa Cape Town hawajui chochote kuhusu haya mambo. Na hata ukiwaambia sasa hivi bana kuna machafuko, sasa hivi mtu anakataa. Kwa sababu sehemu aliko yeye hakuna kitu kama hicho. Ukiangalia East London, Cape Town hajafika hayo mambo na wapi Pretoria pia hajafika hayo mambo. Watu Pretoria wanaishi zao Pretoria West kule, watu wamekaa zao tu, maisha yanaendelea. Umeona bana. Lakini debeni pale siku ya kwanza kama siku mbili zilizopita kulikuwa ni balaa. Moto uliwaka. Au sio bana? Huko Friday huko ambapo mimi ndo kweni kwangu nimeoa, kuna wasaya nao kila siku huko ndio yalipoanzia machafuko kwa Ndogoma huko. Vijiji vya Wazulu huko. Ndio balaa huko. Au sio bana? Kwa sababu wale kule wote ni Wazulu unajua kule. Vitu kama hivyo ya. Bana, kama kawaida kama ada huwa tunakuletea exclusive, na maana exclusive ni vile ambavyo hujawahi kuvisikia sehemu, unakwenda kuvisikia hapa. Ni mazungumzo machache mafupi na matamu, katika kutaka kufahamu vitu vingi. Mbele yako ni Baria, ni legend katika mambo ya ubaria. Ameshasafiri nchi nyingi, umeona, ameshakaa sehemu nyingi, lakini zaidi amekaa sana South Africa. Anaitwa Mohamed Msangi. Niko naye hapa, tunapiga story 2-3 katika kufahamu baadhi ya mambo ambayo tunahitaji kuyafahamu na wewe ambao unapenda kuyafahamu. Wewe cha kuweza kufanya ni kuweza kukaa na sisi mwanzo mpaka mwisho wa hii kitu. Brother, nako hapo ndugu yangu kama kawaida. Fresh tu. Na leo tushafanya mazungumzo, na leo uko out of mood, yani umepoa sana. Mechoka tu, unajua. Pole na uchovu. Shukrani sana. Bana, kwa faida ambao ya watu ambao hawakufahamu, wanamwangalia nani na unadili na nini? Mimi naitwa mtu asanifahamu, naitwa Mohamed Taiba Ali Hamza Msangi. Mimi ni mwanaharakati na vile ni mmoja wa viongozi wa Tanzania South Africa. Nadili katika mambo mengi tu ya kijamii South Africa, kama kuwasaidia ndugu zangu ambao wanahitaji kurudi nyumbani, kuwapambania kurudisha nyumbani wale wenye changamoto ambazo labda kama mtu ana matatizo ya akili, mgonjwa, na pia wale wahanga wa madawa ya kulevya kurudisha nyumbani na kupeleka soba, labda kupambania labda kama ndugu yetu amefariki South Africa mwili uweze kuja nyumbani na kuzikwa. Na kwa upande wa Tanzania pia wanakuwa airport pale kuhakikisha kwamba tunapokea mwili wa ndugu yetu kwa wakati na kwenda kuhostiri. Kama unakwenda mkoani pia vile vile wanajaribu kuwapelekea pia miili yao mikoani na kuhostiri ndugu zetu Katika swala la kuweza kuwarudisha watu ambao kule aidha wana changamoto ya akili au wana changamoto ya kiafya, kuna samu wa ushirikiano na upata kutoka kwa familia husika, au ukiwa na namna umekosa ushirikiano, kipi ambacho unakifanya? Kuna baadhi wengine nakuwa wanapata ushirikiano kupitia familia, na kuna wengine pia nakuwa sipati ushirikiano kupitia familia, kwa inabidi nipambane mimi kama mimi. Ndivyo ninavyokuwa siku zote, kwa sababu sio wote ambao wanakuwa na matatizo ya akili South Africa au labda wengine wana changamoto za uvutaji wa madawa ya kulevya kwamba familia zinawahitaji. Wengine familia haziwahitaji, ndio maana nakuta wengine kurudisha nyumbani familia zinawakataa, inabidi nikaombe katika vituo vya kulelewa. Nishatoaga mfano siku moja kama Chidi yule Maganga yule ambaye ana stroke, nimempeleka Mburati kule mwaka 2023 mpaka sasa hivi analelewa pale. Vitu kama hivyo Mfano sasa umesharudi na mtu ambaye yuko kule, aidha ana changamoto yoyote ambayo yuko nayo na familia imemkatana, aidha familia ambayo ilikuwa inakupa support kwamba huyu mtu arudi, na wakao aidha wajue au wasijue kama huyu mtu ana changamoto, alafu unafika naye hapa kwetu Tanzania, familia inamkataa na unaenda kumwombea kwenye kituo cha aidha cha kulea watu au somewhere anaenda kupumzika na kufanya mambo yake. Huduma zake anazipata vipi, ama ndo ukishafika pale inakuwa ni basi tena? Yule mtu akishafika pale inakuwa ni basi. Kwanza anakuwa out of my hand, anakuwa nje ya mikono yangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mpaka anampeleka pale na maana tayari mimi nimekwenda kuomba msaada pale kwa sababu ya huduma zote, kwa malazi, chakula, au sio. Mimi ninachokifanya ni kwenda kumtembelea tu, kumwangalia kama yuko salama au vipi. Kwa sababu ukiangalia vituo vya kwetu hapa Tanzania vyenye kuwasaidia watu kama labda tuseme mimi ninachokijua labda ni pale Mburati kanisani Katoliki,
na sehemu nyingine ni Bagamoyo kule, au sio bwana? Kwa ndio sehemu ambazo tunapeleka, kwa sababu uwezo ukamchukua mtu kampeleka kwa mtu mwingine kwamba bwana huyu mtu amekataliwa ndugu zake, ni muombe kwa mtu mwingine bwana, unaweza kumsaidia. Watu wengine wanakataa vile, wasema kama familia yake imemkataa, kwa nini sisi tufanyaje, tuishi naye? Lakini unakuta watu kama hao wengi wanakuwa na changamoto za kusema wanakaa South Africa kwa muda mrefu, miaka 32 35, mtu aje kupiga simu nyumbani. Kwa hiyo familia pia inamkataa, lakini inakuwa na sababu za kumkataa, sio inamkataa tu, au sio bwana? Lakini sisi tushasema katika maisha kuna kitu kinaitwa forgive and forget it, au sio bwana? Sahau na samehe. Mungu mwenyewe anasamehe. Mtu anaweza ameishi South Africa miaka 30, amepata changamoto, ashakuwa anauma, wewe msaidie tu, hamna sababu ya kumblame kwa kila alichokifanya. Msaidie, mwachie Mungu tu, maisha endelee, au sio? Na kwa watu ambao, kwa ndugu ambao wamewakataa ndugu zao kwamba wamemchukua, umeenda ushampa naniliu, ushawahi labda kuandika barua kwenye sekta binafsi, hizo NGOs au labda mashirika haya ya serikali, labda unahitaji msaada wowote either kifinancial au katika kinamna nyingine? Sijafikia hatua hiyo kwa kweli. Sijafikia hatua hiyo kwa sababu hata hii kusaidia mimi ninajitolea tu pale ninapokuwa naweza. Kama siwezi mimi naacha, au sio? Kwa sababu hili ni swala ambalo nalifanya mimi kama mimi. Halina msukumo wa mtu yote wala aliko chini ya utawala wa mtu, au sio bwana? Kwa hiyo nikiona ile swala nimefanya limefikia hapa kwamba siwezi, mimi naliacha. Kama mtu nimemtoa South Africa mpaka hapa familia imekataa, wewe bado unakuwa katika mikono yangu. Mimi nitapambana kwa njia yote kwamba nakishi kuna sehemu nampeleka anakaa pale, au sio bwana? Lakini kusema kwamba nishaandika barua sijui katika serikali whatever, hapana, sikuwahi kufanya kitu kama hicho. Unapata au unakuwa unafikiria nini unaposikia neno xenophobia? Xenophobia kwa upande wangu mimi ni kitu ambacho nakielewa vizuri sana, kwa sababu tayari nishaishi nacho South Africa. Akianza leo la jana, xenophobia South Africa huwa inaanza miaka 4 5, watu wanatulia wanafanya mambo yao, inaibuka tena, au sio bwana? Na istoshe xenophobia kama xenophobia kwa South Africa inategemea ni mlipuko wa namna gani, kwa sababu sio kila mlipuko South Africa ni xenophobia. Mlipuko mingine inakuwa ni mlipuko tu ya vikundi, magenge ya watu, au sio bwana, kuvunja maduka ya maforena na kuiba, au sio bwana, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata baadhi ya South Africa wanakuwa hawasupport wale kwa hicho, kwa sababu South Africa kuna makundi mawili, kuna ambao wanawapenda wageni na kuna ambao wasiwapenda wageni. Vitu kama hivyo, kama sasa hivi hali inaendelea kule South Africa, nadhani wengi wanaisikia nini kinachoendelea South Africa, na kila mtu anakizungumzia kwa jinsi anavyojua yeye, lakini wengine wanakuwa hawajui deep nini kinachoendelea really, yani kwamba hichi kitu kimecost nani wamesababisha na kwa nini kimekuwa hivyo. Kwa unakuta kila mtu akifika kwenye mitandao, mimi naangalia kwenye mitandao naona kuna clip nyingine za zamani za xenophobia za zamani watu wanatuma sasa hivi, au sio? Lakini yote naona kwamba maisha sasa hivi yamekuwa magumu, na baadhi ya watu wengi sasa kwenye mitandao wanachukua zile clip kuzitia mule kwa sababu ya kutafuta view, vitu kama hivyo, au sio? Pasipo kujua kwamba zina athari zake, kwa sababu wanakuwa wanatia pressure wazazi nyumbani kuona kwamba watoto wao wako katika hali mbaya sana South Africa, kitu ambacho sio kweli. Unajua kuna miji baadhi ya South Africa ukienda sasa hivi mtu ajui hata hiyo xenophobia, hajui kabisa kama kuna mapigano South Africa, uweze ukaamini brother. Na unaamini katika kwamba kuna uratibu, kwamba kuna watu ambao wao wanakaa somewhere wanapanga kikitu, ni kwamba kuna viongozi ambao wanakuwa wanaratibu hii xenophobia? Obvious ni viongozi wa actually, kama sasa hivi tuzungumzie tukio la sasa hivi laendelea sasa hivi, ile tukio limeanza Durban. Hao ni Wazulu, kabila la Kizulu ndio wameanza hii shida hii. Durban kwa Natal ndio wameanza hii shida, na wameanza kama siara, kwa sababu walianza mwaka jana. Mimi nakumbuka nikiwa pale mwezi wa 5 mwaka jana, mwaka 2025. Mwaka jana mwezi wa 5 nilikuwa namsafisha mtu mmoja anaitwa Chidi kumleta Tanzania, mimi niko pale, ndio wameanza ujinga wao. Tena walianzia wapi unajua? Wameanzia shule, kwanza kufukuza wale watoto wa maforena shule, kuwatoa shuleni. Unaona kwamba wanafika shuleni wanauliza huyu mtoto nani, kama babake labda ni Mtanzania, mamake ni South Africa, wanatolewa wale mtoto. Wanataka taifa lao pekee yao katika ile shule. Hawakuishia hapo, hospitalini Debeni walianza mambo pia vile hospitalini, kwamba wanaingia hospitali moja baada nyingine, wakikuona wewe labda sio South Africa, unatolewa hospitali, uende ukatafute hospitali ya kwenda kutibiwa, au sio bwana? Kwa sasa hivi hii mwaka 2026 ndo wamechachamaa sasa, wameingia mpaka kwenye maduka, kwenye biashara za watu, au sio? Tena na kwanza kupiga watu. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mpaka sasa hivi nafuatilia, hakuna Mtanzania hata mmoja kadhurika na hili swala, na hakuna Mtanzania hata mmoja kapigwa, la Mtanzania hata mmoja kafanyaje, kaumia, au sio? Mpaka dakika hii, kwa sababu Mtanzania wote atakayeumia South Africa sisi tunajua, kwa sababu tuna vyama vyetu South Africa. Unajua kila miji kuna chama na kuna viongozi na kuna wenyekiti na kuna yani tuna taasisi.
Kwa lazima hata sisi tutajua bwana ndugu yetu mmoja kaumia, ndugu yetu mmoja kauawa. Kwa hiyo lazima tutatangaza sisi kwanza kwamba bwana ndugu yetu ameuawa, kwa sababu kwanza ukiangalia katika mitandao, mimi ndo mtangazaji wa misiba mikubwa sana ya South Africa. Kwa lazima nitapata taarifa bwana Msange kuna ndugu yetu amefariki South Africa kafa kwa sababu hii. Lakini toka nimetangaza misiba mpaka sasa hivi msiba wa leo wa mwisho nimetangaza leo. Huyu ndugu yetu bwana Selemani ambaye kafariki South Africa usiku wa kuamkia leo, yeye kaanguka tu. Au sio bwana? Lakini hakuwa katika matatizo yao debeni wala nini. Vitu kama hivyo. Yeah. Sawa. In deep sasa tuzungumze kwamba unahisi hawa wazawa wana ni chuki au ni uivu wa kimaendeleo au bado wanahisi kwamba wapo katika hali ile ya kutawaliwa, ile hali ya ukoloni? Mimi ninachokiona kwa sasa hivi watu wengi hawajui. Kwa sasa hivi wazawa wanakuwa moto kwa sababu ya hali ya kimaisha. Economy South Africa uchumi umeshuka sana. Umeelewa? Kwa sababu South Africa kila kukicha uchumi unafanyaje? Unashuka ile nchi. Kwa hiyo kushuka kwa uchumi kunasababisha mpaka wa South Africa waishi maisha magumu ambayo wao hawakuyaishi before, unajua. South Africa long back ago kulikuwa hakuna njaa. Au sio bana? Nchi kule kwa mambo ya kawaida, kuvaa mambo ya kawaida. Lakini sasa hivi South Africa kuna njaa. Au sio? South Africa kushinda na njaa sasa hivi jambo la kawaida. Na unatafuta la kula uwezo ukaipata. Huyo mzawa mwenyewe South Africa location tunakaa kule, au sio bana? Kula kwenyewe kwake kwa shida. Au sio? Kitu ambacho yeye akufanyaje? Hakukizoea. Kwa hiyo sasa akija kuangalia maforeno wanakuja wana maduka, watu wanavaa vizuri, nini anakuwa elewi, anaona sio kweli. Hao watu wanatoka nje wanakuja hapa kwetu wana shine, au sio? Afu wanaishi mjini, sisi tunaishi location, kwa sababu location ni bei rahisi, unajua. Town ndio bei ghali. Au kama watu wanaishi katika nchi yetu na vitu kama hivyo. Ndio sasa ndio unatokea mlipuko kama huu. Wanaweza wakashikana vichwa watu wawili, watatu, wanne wakaanza ule mlipuko, basi ukamia pale ndio inaanzia hivyo. Sana kwa nini wao wasiweze kuingia mtaani na kufanya kazi kama wenzao wanavyofanya? Kwanza kabisa labda nikwambie kitu kimoja. Wa South Africa wana mifumo yao wenyewe ya kimaisha ambao tayari walishajijengea na walishajengewa. Au sio bwana? Kitu ambacho ndio kinawakosi sana sasa hivi, kwa sababu wale watu walikuwa sio wafanyaji kazi. Actually kazi kama hizo kuuza nyanya, vitunguu, sokoni, wapi, walikuwa sio wafanyaji kazi. Kazi zimefanywa sana na miaka hiyo na wa Zimbabwe, wa Malawi, wa Kongo, au sio bwana? Na watu wanapata hela na wapiga maisha. Kwa South Africa walikuwa wamelala. Wa South Africa wanakuja kuamka, unajua tayari watu washajikiza katika business. Au kwa sababu ukiangalia labda kama debe ni asilimia kubwa biashara nyingi zinafanywa na wageni, sio wao. Na ukiona South Africa anafanya kazi, basi anafanya kazi katika maduka yao ya Shoprite, Pick n Pay, au sio bana? Yeah. Maduka yao ya nguo yale kama Nike nini ndio wanafanya kazi, kwa sababu na asilimia kubwa wanafanya kazi kwa sababu zile ajira wanapeana wa South Africa kwa wa South Africa. Umeona bana? Lakini ukiona mzao ni wageni utakuta basi sokoni mtu anauza labda viazi, anauza nini. Hizo kazi zipo South Africa za kufanya kama hivyo, au sio bana? Kwa hiyo na maana wale ni kubweteka kwao ndio kumechangia yote yale. Leo hiyo wanakuja wanaamka wanajikuta kwamba wao wanapata njaa, alafu na watu wengine maisha yanaendelea, kitu ambacho wanaona sio kweli au kama. Kwa hiyo ni moja ya jealous vile vile kwa wageni. Unaona bana, kwamba ni chuki, kwamba wageni wanaishi maisha, sisi tunaishi maisha, inakuaje? Au sio kweli. Lakini mimi ninachokiona hii yote ni kwa sababu ya serikali yao tu, kwa sababu serikali yao sasa hivi nao pia imeshabadilika, imeingia urasimu. Unajua serikali ishaongozwa na sisi watu weusi, unajua msio kazi. Sasa mambo ya kuongea deep sana katika mitandao, lakini kila mtu anajua katika nchi zetu za Kiafrika kwamba tunapokuwa na ule utu weusi nini kinachoendelea, kwamba kila mtu ajiangalia kama yeye. Kwa hiyo sasa kuna zile huduma muhimu zinakuwa hazifiki kwa wananchi ambazo zamani zilikuwa zinafika mpaka kama location wapi zinafika huduma, unajua, au sio bana? Sasa hivi hazifiki kwa sababu watu wanamaliza juu kwa juu, kwa kila mtu anaangalia maisha yake, familia yake. Kazi zinatoa kwa sababu ya nafasi. Mtu anaangalia kwanza ndugu zake ndio aje muangalie mtu mwingine. Kwa hiyo South Africa wengi sasa hivi hata kupata hiyo kazi yenyewe hawapati. Mtu anasoma mpaka chuo kikuu kazi hapati. Wewe unategemea nini? Ndio mambo yanaendelea mpaka sasa hivi. Machafuko ambayo yanaendelea sasa hivi na ameshika kasi. Na imani wewe kuna watu ambao wapo huko, vijana kwa wazee, unawasiliana nao. Yupo mmoja ambaye ameshakupigia kwamba bana brother, huku machafuko ni mengi, naomba nisaidie nirudi? Kwa hilo brother, mimi sikufichi. Mimi kwenye simu yangu unaiona hii, mimi na watu wengi sana wanaomba niwarudishe, niwasaidie kurudi nyumbani. Wengi wakiwa hawana nauri, wengi wakiwa hawana documents, na wanalia kabisa, unajua. Lakini uwezo mimi sina. Kwa sababu mimi kumsaidia mtu, namsaidia mtu kupitia mtu. Natumia profile yangu mimi kumsaidia mtu, kwa sababu tayari watu wananijua, au sio bana? Kwa maana naweza nikamwomba mtu msaada, bana naomba tumsaidie huyo mtu msaada. Kwa hiyo anaweza akatoa hela, bana tumsaidie, na kile ambacho amekitoa anakiona, kwa sababu mimi ninapokuwa namsaidia mtu anapost katika mitandao kuanzia safari yake anaianza mpaka mwisho wa safari.
Sio leo. Kwa hata mtu akitoa hela yake, kweli yule mtu kafanyaje? Kasafirishwa na Msangi na kafika wapi? Nyumbani. Kwa hiyo mtu akitoa hela yake na mimi natoa kidogo. Najazia kidogo. Tunamsaidia mtu. Lakini sasa unajua uwezi kila siku kumfuata mtu kumomba hela Bana bro, hebu nisaidie hela hii bana, tumsaidie mtu arudi nyumbani. Unaona? Wewe tungena bana Msangi shanaomba leo tena anakuja kunaomba sana na mimi mwenyewe na familia yangu. Kwa hiyo unakuta ile speed ya mimi kuwasaidia nafanyaje? Inapungua. Wengine naambia baba ukisipende nini ubalozini. Lakini najua kabisa ubalozini hawezi kwenda awapati msaada kwa sababu tayari nilishawaambia watu waende ubalozini na kule msaada hawajapata kwa sababu tayari ubalozi wetu ulishasema kwa Tanzania. Hii sio siri kwamba ubalozi hauna fungu lolote la kumsafirisha Mtanzania yote ambaye ana matatizo, iwe anaumwa au amekufa. Ndio maana South Africa sisi tunajichangia pesa wenyewe kusafirisha maiti. Sio, unaelewa brother? Kwa hiyo unakuta sometime nakuwa nawasikiliza watu kwa kuonea imani na kukopa matumaini. Au sio? Lakini mpaka dakika hii tunavyoongea na watu kibao mimi kwenye simu ambao wanaomba msaada wa kurudi nyumbani. Sio mmoja, wengi. Na wengine wako na familia zao, mke na watoto. Kuna mshikaji mmoja yuko Johannesburg pale. Alipoteza kazi na yeye pia ana watoto wawili, ana mke. Ananiuma sana roho yangu. Yaani nimepambana hata kumtafutia lift kwa sababu angekuwa mwenyewe angeweza kuja, sababu ningeenda kumtafutia lift akaja. Lakini yuko yeye mke na watoto. Unaona vitu kama hiyo. Kwa hiyo sasa mzigo kama ule kubeba mimi mwenyewe nakuwa nashindwa. Huyo mke ni Msauzi au ni Mtanzania? Tanzania. Mke wake ni Mtanzania. Kwa hiyo ina maana kisitokea pale ni kwamba kodi imeshamshinda na kazi imeshaisha, anabidi arudi nyumbani. Familia yake aliyotoka huku nyumbani ni familia ya kimaskini kwa sababu tayari alishaongea na kaka zao wako Arusha hapa. Basi hatuna hata uwezo wa kumsafirisha mshikaji. Kwa hiyo sasa mshikaji yuko Saudi anatubu. Part of life brother, kwa sababu kutubu pia ni moja ya maisha kwa sababu hakuna mtu ambaye hajapata tabu katika dunia. Mwenyewe pia nishapata tabu na nilila kupata tabu. Sasa kwa nini watu walikuwa huko hasa vijana kwamba bado wana ule moto na ile tamaa ya kutaka kwenda kukaa South Africa? Yaani kitu gani ambacho kinakuwa kinafanya wakimbilie huko? Na kwa nini walikuwa wasirudi huko? Swala kusema walikuwa kule warudi huko uongo brother. Kwa sababu watu wako katika utafutaji. Au sio? Wache watu watafute. Si washaingia. Wache watafute riziki. Sababu riziki ni kokote. Au sio bwana? Okay, it's fine, unasema warudi Tanzania. Watakuja kufanyaje Tanzania brother? Nini cha kufanya? Kwa waje nyumbani waje wakae. Unaweza kaja nyumbani, unajua nyumbani ni nyumbani. Unaweza ukaja nyumbani kitu mnasema nyumbani kuna fursa, nyumbani kuna nini? Hii yote inatokana na kwamba hizo zote ni challenge tunakuwa nazo sisi kwamba aliyoko Tanzania anajiona yeye ni yuko better more than aliyoko South Africa, na aliyoko South Africa yeye ni better more than aliyoko Tanzania. Sasa kuna uvutani. Aliyoko Tanzania anamwambia mwenzake kule South Africa, bwana wewe rudi nyumbani kuna fursa, lakini ukimwangalia yule anayemwambia mwenzake South Africa rudi, ndala yenyewe imetoboka unajua. Lakini anamwambia mwenzake South Africa bwana rudi nyumbani kuna fursa, kati yeye fursa hiyo hajaitumia kununua ndala tu, ameshindwa kutumia fursa hiyo kununua ndala. Sasa unakuta mimi hapo mimi ndo napochoka. Hiyo fursa unasema Tanzania ipo, hizo kazi zipo, ziko wapi? Wakati hapa Tanzania tu kuna watu wanatubu. Sio, unaelewa? Na ndio mimi nawashauri ndugu zangu wa Tanzania wengi kwamba swala la kwenda kutafuta nje ya nchi sio kwamba ndo life. Hapana, ziko nchi ambazo ziko smart. Au sio bwana? Tafuta pasipoti yako, safari kihalali, katafute. Unaweza ukaenda Botswana, unaweza ukaenda nchi yote tu kwa sababu ile ni riziki. Kwa sababu unachokifanya wewe ni kutafuta wewe uje umsaidie mama yako mzazi, usaidie familia yako, usaidie watoto wako, usaidie na washikaji. Au sio bwana? Haya maisha utafutaji wa mbali wa nje ya nchi yako toka miaka hiyo na miaka hiyo unajua. Sio kwamba sasa hivi ndio limeanza au tulicancel sasa hivi, kitu ambacho hakiwezekani. Wacheni watu wakatafute maisha. Sema tu kwa South Africa lazima tuzungumzie kwa sasa hivi kwamba South Africa ya sasa hivi, mimi huwa napenda kuongea hilo swala. South Africa sasa hivi sio sawa na South Africa ya zamani. Sio na hata wale wakulungu wale kwa South Africa sasa hivi kuna wengine sasa hivi pia wanatubu nini, au sio bwana? Mimi wanashauri ndugu zangu mmoja baada mmoja kwenye simu kwamba okay fine, ukiona kama maisha South Africa yanakulemea, rudi nyumbani, tulia, pumzika, uangalie upepo kwanza. Na hiyo ni hiari ya mtu, sio kumlazimisha mtu. Ni nini? Hiari ya mtu, kwa sababu yule mtu uweze ukamlazimisha, utamleta hapo utamwambia fanye kazi gani? Wewe angalia for example Tanzania hapa. Vijana wengi sasa hivi wameingia kwenye bodaboda. Ndio fursa kubwa leo ni bodaboda na bajaji. Sio kale kote kila mahali ni bodaboda na bajaji. Au kuna fursa gani nyingine labda iko brother? Kama nini labda? Kuna swala la kuna kufanya biashara hizi ndogo ndogo za kuuza vinywaji. Ndogo unapata wapi hela? Kwa sababu fursa kufanya biashara inabidi uwe na pesa. Ule mtu anakuja hapa hela hana. Ndugu hapa ndio akamchangia. Ndugu wapo. Au ndugu ambao wanamkataa mtu akiletwa kutoka South Africa wanamkataa. Au ndugu unategemea kwa hiyo ndio ampe mtu fursa hela, kwa sababu tunaposema mtu kuna fursa ya kufanya kazi ya kufanya biashara South Africa.
mpe sasa mtu hicho chanzo cha kufanya ile biashara. Ina maana wewe mpe kwanza mtaji, au sio? Hizo ndo fursa, mpe mtaji ndio mtu afanye. Watu kibao wanataka mtaji ili wafanye maisha yao. Sasa wewe mtu anatoka South Africa anakuja hapa, ana chochote, anakuja kufanya nini sasa hizi? Kwa ni area baki. Mimi sisemi area baki. Kila mtu ajipambanie nafsi yake brother. This is life. Yaani maisha. Wewe kama unataka kubaki baki, kama unataka kurudi rudi. Yeah. Kipi bora sasa? Kubaki na baki Tanzania au naenda kule kwenda kuangalia kwamba maisha ni nitafuta maisha nikishindwa nirudi nyumbani, au ni heri kwamba half and half? No, kwa walioko kule South Africa wapambane. Kwa walioko Tanzania wasitamani kwenda kule, kwa sababu tunaongeza wimbi la Watanzania wengi South Africa ambalo linakuwa halina sababu yote ya msingi ya kuwepo pale. Sio, unaelewa? Kwa sababu hao walioko hapa sasa hivi, kama mtu anania kwenda na malengo ya kwenda kutafuta maisha nje ya nchi, basi atafute nchi nyingine ya kwenda. Tafuta passport. Hata kuna wengine tunawarudisha, kuna wengine anakuja maiti, kuna mwingine anakuja mwenyewe. Kuna wengine brother, mimi ninavyokuambia, jana nimeongea na mtu ametoka South Africa, yuko boda, akakwama boda, ndo namsaidia sasa hivi, akakwama boda kule, alikuwa anaungaunga magari yani, tena kwa kutembea na mguu. Just imagine. Kwa sababu gani? Yeye kashaona vita fanyaje? Haviwezi. Bora mimi ni escape. Au sio bwana? Kwa hiyo anarudi zake nyumbani. Sasa mtu kama yule akija hapa nyumbani, hata akikuta mazingira yako vipi, anaweza akakaa. Tofauti na yule mtu ambaye unamdanganya kule kuna fursa, akija hapa akikuta fursa hamna, anakuna umwewe. Wewe mwambie Njomba kuna fursa. Hiyo fursa iko wapi? Kwa sababu watu wengi wanasema kwamba mashamba yapo tukalime. Ile shamba linalimwa na nini? Naona kile mtu anasema Tanzania kuna fursa, sio kuna mashamba, sio kuna nini? Hayo mashamba, ile shamba lina nani? Ile shamba linalimwa bure. Hizo pesa
wako. Wewe kijana au mzee au mtu wa makamo, kipo cha kujifunza na viko vingi ambavyo tumezungumza. Fata mahojiano haya, sikiliza mwanzo hadi mwisho ili uweze kupata kile kitu ambacho we mwenyewe una imani kitakuwa kwako ni kama therapy. Pia tumezungumza vitu vingi, masuala ya xenophobia, masuala ya nini. Utaenda kujifunza vitu vingi kutoka kwa Baharia Msangi, the legend. Mimi namaliza hivyo, na hii hapa ni Nyundo TV, na kama umesahau kusubscribe, usisahau kusubscribe. Thanks for watching.